zile shughuli zao zile za kupiga madawa shambani, yote yanaingia kwenye haya maji. Na ukizingatia sisi RUWASA, kwa sababu tunapata maji katika vyanzo ambavyo tunaamini viko nje kidogo ya makazi ya watu, tunafanya ile simple pollination treatment na sio ile heavy treatment ya kutoa hizo chemical. Kwa hiyo wakati mwingine tunapata wakati mgumu kuwapa watu wetu maji ambayo tunaona yana changamoto. Hivyo nadhani sisi kama RUWASA ambao ni wanufaika wa hivi vyanzo tunapata wakati mgumu, kwa sababu bado kwa upande wa Umalila huku ni eneo ambao tunategemea sana kwenye vyanzo. Ukizingatia kusema hao ni vijiji 13 vinategemea kupata huduma ya maji katika eneo hili la vyanzo hivi. Kwa hiyo tunaomba ofisi yako kushikana ofisi ya mkuu wa wilaya tuweze kusaidiwa kuona namna gani ambavyo tunaweza tukaelimisha jamii iweze kutuachia maeneo ya vyanzo, ukizingatia kwamba kuna beacon tayari, lakini pia kuna juhudi za makusudi ambazo tunazifanya za kuendelea kuleta miti katika maeneo hili. Wiki iliyopita tumeleta miti 600. Tunategemea maeneo yote yaendelee kupandwa miti ambayo ni rafiki wa maji na kuendelea kufanya kuwe na maji katika kipindi. Sasa hivi umeyakuta maji haya hivi, lakini kipindi cha kiangazi hiyo miradi yote miwili inapata upungufu wa maji, unaanza kuwa na mijao. Sasa hii ni miaka hii, je, ikija miaka 5 mbele, kwa hiyo tunafikiria tunaweza tukapata scarcity ya maji. Kwa hili ambalo linaendelea katikati ya mazingira ya haya maeneo, kweli linatutesa kama wananchi na linatuumiza, kwa sababu tumejaribu kuwashauri hata hawa wanaofanya hizi shughuli huku wamegoma. Wakati mwingine wamechukuliwa sheria mpaka wakapelekwa kwenye maeneo ya vituo vya polisi. Waliporudi bado waliendelea na shughuli zile zile za ukataji na uharibifu wa mazingira. Hali ya asali kwa upatikanaji wa maji wakati wa kipindi kama hiki tunaweza tukapata maji, lakini kipindi cha kiangazi maji huwa yanapotea kabisa. Yaani inatulazimu sasa kwamba tuwe na maji ya mgao kwa wananchi, na wananchi wanapokwenda kupata hizi huduma za maji ni mbali. Ndo asali ambazo tunazipata katikati ya hali ya kiangazi. Mimi niendelee kusisitiza yafuatayo. Kwanza, tuache kukata miti ovyo katika vyanzo vyetu. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini la pili, wale wote wanaolima karibu na vyanzo vya mito waondolewe haraka kwa kushirikiana na serikali ya kijiji, kata pamoja na wilaya. Na mimi naenda kumweleza Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwamba kule tulichokikuta, Mheshimiwa mkuu wa wilaya una wajibu wa kuhakikisha tunayasimamia haya, watu waondoke kwenye vyanzo vya maji ili kulinda uhai wa watu, ili kulinda vyanzo hivi na vizazi vijavyo wavikute. Lakini jambo jingine, kuna beacon ziko nje kabisa ya eneo hili, walipaswa kulima nje ya eneo hili. Kwa hiyo ni vyema wakapewa maelekezo, na pia tuendelee kufanya matangazo na tufanye mikutano ili kupeana elimu kuhakikisha tunalinda hivi vyanzo. Kinyume na hivyo tutayapoteza maji, tutapoteza vyanzo vyetu vya maji, na tunategemea huku kuna vyanzo vingi vya kuendelea kuvitumia kujenga miradi mingine. Kwa hiyo ni vyema sasa wale wote wanaolima katika eneo hili wakaondoka. Hili ndio maelekezo yanayotakiwa, waondoke.